Kupitia ukurasa wa Twitter almaarufu kama X, Bwana Kigogo ameandika ujumbe mzito sana akizungumzia mpasuko na mambo ya migogoro yaliyopo ndani ya chama cha CCM, ambapo amezungumzia swala la wanamtandao kama ambavyo jinsi Polepole alilizungumzia kipindi kile cha kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025, ambapo alikuwa anaifichua mambo mazito kuhusiana na wanamtandao waliopo ndani ya chama cha CCM, ambapo kwenye ukurasa wa Twitter ameandika yafuatayo: kundi la wanamtandao ni hatari sana kwa CCM. CCM itaendelea kuteswa sana na kundi la wanamtandao kila inapokaribia uchaguzi, kwa kuwa lipo na halijawahi kuvundwa na halijawahi kuacha tamaa ya kutaka kuweka rais ndani ya nchi hii. Kundi hili wanachokifanya kila nyakati ni kurekebisha makosa yao ya awali na kujiweka kwenye nafasi nzuri sana ya kuweka rais kwa lengo moja tu la kuja kuitafuna hii nchi mpaka ibaki mifupa mitupu. Hawana lengo lingine zaidi ya hilo, ndio maana wanakamia kwelikweli inapofika swala la kuweka rais wa nchi hii. Wanamtandao wamesikika wakisema kuwa safari hii hawatafanya makosa waliyofanya huko nyuma na kushindwa azima yao hiyo, na wameongeza wigo wa mbinu nyingi sana awamu hii. Wengi wenu inawezekana hamjui nguvu walizonazo hawa watu, lakini ni kundi hatari kuliko mnavyoweza kuzani na kufikiria. Sio watu wa kuchezea tu yani. Haya ni baadhi tu ya matukio walioweza kuyafanya kuelekea mwaka 2030. Tukio la kwanza, walifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kumngoa aliyekuwa makamu mwenyekiti wa CCM na wakaweka makamu wa CCM aliyeko sasa, kwa kuwa huyu ni miongoni mwa waasisi wa wanamtandao na hawajawahi kukama uasisi wake kwenye kundi hili. Labda awe amebadilika baada ya kukaa meza kuu na kuanza kuramba asali, lakini lengo lilikuwa lazima makamu mwenyekiti wa CCM awe mtu wao, na wakafanikiwa kumweka Wasira. Jambo la pili, walifanikiwa kumngoa Ndugai kwenye uspika wa bunge kwa kuwa alikuwa ni kikwazo. Wakaspini kauli za Ndugai na kuonyesha alikuwa anapingana na rais, na wakachochea kuni kweli kweli, akajikuta analetewa barua ya kujiuzuru imeshaandikwa na yeye ni kusaini tu kwa kujiuzuru uspika. Mbinu ile ile walioitumia kumngoa aliyekuwa makamu wa CCM kabla ya Wasira, yani aliletewa barua ya kujiuzuru imeshaandikwa, yeye ni kusaini tu. Jambo la tatu, baada ya kumngoa Ndugai, sasa kazi iliyokuwa mbele yao ni kumweka Chenge kuwa spika, kwa kuwa ni mtu wao na alikuwa anakwenda kuwa spika kwa majukumu maalum ya wanamtandao. Kama sio wasamalia wema na wenye kuitakia Tanzania mema kuziwahi mamlaka na kuziambia kinachoendelea, walikuwa tayari wameshamweka Chenge kuwa spika, na walijipanga kwelikweli ndani ya CCM kumpigia kura Chenge ashinde awe spika wa bunge la Tanzania. Dr. Tulia hakuwa chaguo la kuwa spika, aliupata spika kwa kuwa kulikuwa na hatari ya kundi la wanamtandao, wakamweka Chenge kuwa spika. Sijui kama umeshawahi kujiuliza, watu wana makamu mwenyekiti wa chama wa kwao na wana spika wa bunge wa kwao, nani anaweza kuwazuia hawa kwenda kuweka rais kwenye nchi hii? Jambo la nne, hawakuishi hapo. Hata Dr. Tulia alipokuwa spika wa bunge la Tanzania, bado wakatumia vijana wao kummanipulate na kuanza kufanya mambo ya ngono naye ili awe tu anakaa upande wao na kuwa mtu wao, na hili lilichangia sana kuharibu uspika wa Dr. Tulia, na muda si muda akajikuta yuko nje ya kiti cha uspika. Dr. Tulia hajawekwa pembeni kwa sababu za kiutendaji, hapana. Amewekwa pembeni kwa kuwa sehemu ya kundi la wanamtandao na moja ya lanas wa shughuli za magwiji ya wanamtandao. Namba 5, Dr. Philip Mpango alifanyiwa fitna kwelikweli na kundi hili na kuondolewa kwenye makamu wa rais bila kujijua, na akajikuta analazimika kusaini barua ya kukataa kuwa makamu wa rais ili mradi tu asiwe kikwazo kwenye safari yao ya mwaka 2030. Haiingia akilini, yani inawezekanaje rais aliyepo madarakani na aliyeongoza kwa mafanikio makubwa sana akiwa na makamu wa rais huyu anaamua kumwacha kuelekea uchaguzi wa awamu yake ya mwisho? Wengi unaweza kuona ni kawaida, lakini nyuma ya pazia kundi hili la wanamtandao limefanya mambo machafu sana kuhakikisha Dr. Mpango haendelei na hawi makamu wa rais wa Tanzania, na wakafanikiwa. Jambo la 6 ni Kassim Majaliwa. Alipigwa zengwe la hatari na kuzuiwa kuwa mbunge dakika za majeruhi kabisa, kwa kuwa walimuona atakuja kuwa kikwazo sana kwenye mambo yao akiwa bungeni.
Walitumia vitisho na fitna haswa kuhakikisha agombei na wakafanikiwa. Yaani inawezekanaje mtu aliyekuwa waziri mkuu maridadi kabisa kwenye serikali asiye na doa hata kidogo la kashfa eti anaacha kugombea ubunge, na wakati alishatangaza kugombea ubunge ndani ya bunge wakati anaaga na kuvunjwa kwa bunge. Ni lazima Majaliwa kabla ya kutangaza bungeni kuwa anakwenda kugombea tena ubunge alimjulisha bosi wake ambaye ni rais, na ni wazi kuwa lazima rais aliridhia kuwa akagombea. Ndio maana alitangaza kwa kishindo kikubwa sana kuwa anakwenda kugombea tena ubunge. Kama taifa tunaweza kuwa na kundi la watu wanaweza kufanya fitna na hila kwa kutumia mifumo yetu na vyombo vyetu, na wakafanikiwa kuzuia kwa kila mtu wa kiwango cha makamu wa rais au waziri mkuu kugombea. Basi kaeni mkijua tuko na shida kubwa na nzito sana kama taifa. Hii inatosha kuonyesha kuwa kundi hili ni hatari sana na linapaswa kupigwa vita kwa nguvu zote. Uwepo wa wanamtandao unatukosesha viongozi waadilifu sana na wenye uzalendo wa kweli wa nchi hii, kwa kuwa wao hawataki viongozi waadilifu. Wanataka viongozi watakaokuwa sehemu ya mipango yao ya wizi kwenye nchi hii. Yaani ukiwa mwadilifu huwezi kuwa rafiki yao wala sehemu ya mipango yao, watakuondoa tu utake usitake. Na tumeona mfano kwa Dr. Mpango kama makamu wa rais na Majaliwa kama waziri mkuu. Hawa wameondolewa kwa hila na fitna za wanamtandao, na mastermind wa haya anajulikana ndani ya CCM na ndani ya serikali hii ya sasa. Hofu ya wanamtandao ilikuwa akigombea ubunge lazima atakuwa na chances nyingi za kuwa waziri mkuu tena, na kama hata kuwa waziri mkuu basi atakuwa mtu mwenye nguvu sana ndani ya bunge. Ndio maana wakampatisha ajali dakika za majeruhi. Jambo la 7, hawakuishia hapo, wakajenga mtandao mkubwa sana wa wabunge na walitumia hela kwelikweli. Wote tunajua nani alikuwa anapiga simu kwa makatibu wa CCM wilaya kuwaambia nani akatwe jina na nani abakie kuwa mgombea kwa maagizo kuwa hayo ni maelekezo. Watu wengi sana walijeruhiwa na kundi hili la wanamtandao mpaka pale mamlaka zilipokuja kujulishwa juu ya kinachoendelea na mchakato ukarudiwa upya kabisa. Hii ilipelekea hata majina ya walioteuliwa kuchelewa kutoka. Hii yote ni kazi ya wanamtandao. Kwa hiyo tunapokuwa tunawaambia na kusema hatari ya kundi hili kwa ustawi wa taifa na nchi, muwe mnaelewa tunaongelea kundi hatari sana kwenye hii nchi na limepenyeza kwenye mifumo yetu ya maamuzi kwa kiwango cha kutisha sana, na tusipokuwa waangalifu watakuja kuitumbukiza hii nchi kwenye shida kubwa sana. CCM wasipomalizana na hili kundi wakae wakijua kuwa litakuwa chanzo cha anguko lao, na ni kundi lenye damu na machozi ya watu wengi sana mikononi mwao na halijawahi kuchoka kufanya kazi yao kwa kutaka kumweka rais ndani ya nchi hii. Walianza haya mambo wakati wa Jakaya Kikwete yani JK, na wakafanikiwa kabla ya JK kuwageuka na kujitenga nao kabisa. Wakajipanga na Lowassa wao, na wote tuliona jinsi ambavyo walikaribia kuipasua CCM, lakini ikavuka dhoruba lile na kukaa sawa. Lakini sasa hivi wameanza tena na wameanzia mbali sana safari hii, na wamejipanga kweli kweli. Tanzania kama nchi lazima ifika mahali iamue kukubali kupangiwa viongozi na kundi la watu hawa, au iamue kujipatia viongozi yenyewe. Swali gumu sana la kujiuliza, kwa nini wanang'ang'ana sana kutaka kuweka rais kwenye hii nchi? Wanataka kuachieve nini? Yaani kuna kitu gani wanataka kukifanya kwenye urais wa Tanzania? Yaani kwa nini? Kuna raha gani kwenye urais yani? Inawezekanaje watu wanahangaika zaidi ya miaka 20 sasa kutaka kuweka rais wao ndani ya Tanzania? Kuna faida gani watapata siku wakifanikiwa kuweka rais wao? Jibu ni rahisi sana, hawa watu watajinufaisha kupitia maelekezo siku wakifanikiwa kuweka rais wao kwenye nchi hii. Ndio maana hawakubali kushindwa na wanajipanga kila inapofika kutafuta kiongozi wa nchi hii. Mwaka 2030 utakuwa na vurugu nyingi sana, na haya mavurugu mnayoona sasa hivi yote ni shida ni hawa wanamtandao na mambo yao ya kutaka kuweka rais wa mwaka 2030 na hakuna kingine yani. Mwisho ni kuwa tunapoelekea mwaka 2030 tuiombee sana hii nchi, kwa kuwa na ofisi wametanda kila kona na yanajipanga sana kuilalua hii nchi, na inajulikana wanamtandao ni watu hatari sana.
Hayo ndio maneno ambayo ameandika Kigogo kwenye ukurasa wake wa Twitter. Je, wanamtandao ni kina nani? Nadhani unajiuliza hilo swali kama mimi ninavyojiuliza. Au wakina mtandao ni wakina nani na nani anawaongoza, na kama wanajulikana kwa nini hawashughulikiwi? Je, wana nguvu kiasi gani kwenye hii nchi? Hayo ni maswali ambayo unajiuliza. Je, wewe unajiuliza maswali gani kuhusiana na haya? Tuandikie hapo.